Tumerudi bila kupoteza muda. Masai Fungua Dimba, mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasemaje? Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema hivi: je, wananchi wanaamini vyanzo vya takwimu zinazotokana na tafiti? Duniani kote tafiti ni kitu muhimu sana, kwa kuwa hutokana na vyanzo mbalimbali za taarifa ambazo huzaa takwimu na ambazo hutumika kama muhimili katika masuala tofauti na mbalimbali ya kimaendeleo, si ndio Masai? Ndio maana leo hii tukaamua kujiuliza swali. Ni swali gani ambalo tumeamua kujiuliza? Je, wananchi tunaamini takwimu zinazotokana na tafiti mbalimbali? Mtazamaji, leo tunajadili kuhusu vyanzo vya takwimu zinazotokana na tafiti mbalimbali. Tunaomba ujiunge nasi kwa kujibu swali ndio au hapana, na utumie namba iliyoandikwa hapo chini. Na swali letu la leo linasema: je, unaamini takwimu za tafiti zinazotokana na vyanzo vya kiserikali? Tunaomba ujibu swali hili tena, ndio au hapana, na simu ambayo unatakiwa utumie iko hapo chini. Labda ningemuuliza mtu hapa, unaelewa nini kaka pale kwenye mawani? Unaelewa nini kuhusu tafiti? Kuhusiana na utafiti, naelewa kwamba ni ile hali ya kuchunguza kitu ili kuweza kupata, kabla ya yani unahisi kitu alafu unaanza kukifanyia uchunguzi ili kuweza kupata majibu sahihi au yanayokaribiana na usahihi. Umehisi kuna tatizo sehemu fulani, kwa unataka kuangalia hilo tatizo, ni unaliangalia kwa undani zaidi. Basi kama ulivyoona na mlivyosikia, mitazamo tofauti kuhusu mada yetu ya leo, lakini kama kawaida yetu lazima tuzame ndani na tutoke na mwanga zaidi kutokana na mada yetu ya leo. Twendeni kwenye zamani. Watu hupata taarifa kupitia vyanzo mbalimbali, vikiwemo mtandao, maktaba, vyombo vya habari na kadhalika. Sio kila taarifa ni sawa. Kwa sababu tu umezipata maktaba, haimaanishi ziko sahihi au zina utafiti. Ili kujua kama taarifa zina usahihi na ukweli, kunahitajika utafiti wa kubaini taarifa hizo kama ifuatavyo. Mosi, mamlaka. Unatakiwa kujua chanzo cha taarifa hizo, kama ni chuo au chombo kikubwa cha uchapishaji, serikali au mtu binafsi. Pia kujua kama zina uthibitisho, kama zimefanyiwa utafiti au zinarejea za kazi zilizofanyika juu ya jambo husika. Halikadhalika, nani mwandishi, kwa maana ya elimu yake, machapisho yake yaliyopita na uzoefu wake. Pili, muda. Je, chapisho ni la wakati mwafaka au limepitwa na wakati? Tatu ni dhumuni. Mwandishi alikuwa na lengo gani? Je, taarifa zake zina uhakika? Ni mawazo au propaganda tu? Pia, mlengo wa mwandishi ni la manufaa? Je, lugha iliyotumika ni huru, isiyo na kuegemea upande mmoja? Lakini pia chapisho limepangwa katika mpangilio sahihi na pointi muhimu zimeonyeshwa kwa usahihi. Na hiyo ndio ilikopo za mandani kuhusu vyanzo vya takwimu zinazotokana na tafiti. Sasa ni vyanzo gani vya habari unavyoviamini? Naweza kusema kwa swala la utafiti, kama unaweza ukaamini kutokana na hizi taasisi ambazo zipo kama Twaweza wanapotoa takwimu zao. Japokuwa kuna wengine unakuta kama Twaweza wanatoa, na unakuta kuna taasisi nyingine na wenyewe wanatoa takwimu, lakini unaweza kukuta zina tofauti, lakini sio sana. Labda wengine wanaweza kusema labda kuna watu labda wamekufa labda 10, wengine wakasema labda wamekufa 8, tofauti inakuwa ni nini? Naweza nikasema naamini hizo taasisi zaidi kwa sababu ni watu unakuta wamesomea kufanyia hivyo vitu na wana uhakika nini wanafanya. Lakini kuna tafiti nyingine zinazofanywa na hizo taasisi, ukienda kwenye kule mitaani hazileti majibu ambayo ameyatoa. Ni kawaida kwamba hata wewe ukifanya tafiti yako lazima kutatokea mtu atasema kwamba sikubaliani naye. Ndio maana nikasema mimi nakubali, lakini kuna watu wengine pia hawawezi kukubaliana na ile takwimu iliyotolewa na Twaweza. Wanaweza wakawa wanaamini vyanzo vingine zaidi kuliko ni Twaweza. Kwa mfano mimi naweza kusema, labda naweza kuchukulia mfano, labda naweza kutoa mfano mmoja ambayo takwimu ambazo hazikuyoyana vizuri, hazikuwa sawa na kile ambacho mlichokuwa mnakijua nyinyi. Nafikiri naweza nikatoa mfano labda katika uchaguzi uliopita, zile takwimu zilizokuwa zinatolewa. Katika hali ya kawaida wananchi walikuwa wanaangalia ile masi ambayo ilikuwa inaenda katika ile mikutano ya wagombea. Kwa hiyo akili za wananchi zikawa zimeshajenga mtu fulani ndo anayependwa na ndio ana watu wengi. Sasa taasisi imeenda imefanya ile takwimu zake,
wananchi hawakujua ile process walikuwa wanafanya. Walikuwa wanaangalia mtu mmoja mmoja kwa kuuliza, au katika makundi ya watu kuwauliza, au kupita katika ile mikutano na kuangalia, je, hawa watu ni wanachama kweli, wanamfuata yule mtu kwa nia ya ukweli, au wanaenda tu kusikiliza. Kwa hiyo takiwa angalau nao waeleze wananchi, labda sisi takwimu zetu zinaangalia kitu 1, 2, 3. Kwa hiyo yule mwananchi akishaona, lakini kama wanaangalia 1, 2, 3, mwenyewe atatoa lakini kiukweli mimi pale kwenye ule mkutano nilienda nikajaza idadi, lakini nilienda labda kwa ajili tu ya kusikiliza alichokuwa anakiongea, lakini sipo kwenye chama chochote na wala sina mpango wa kufanya kitu chochote kwenye kile chama. Labda niulize tu, kuna umuhimu gani wa kuwa na kupata utafiti? Utafiti una umuhimu gani kwenye jamii yetu sisi? Utafiti kwanza unaisaidia jamii kujua maendeleo yake. Kwa mfano, katika labda wakulima, wafugaji, watakwambia kwamba Tanzania ina wafugaji kadhaa na wakulima kadhaa. Kwa ili taifa lipange mipango yake, lazima litumie zile tafiti kutoka kwa vyanzo ambavyo wameviandaa. Je, kwa mitazamo yenu nadhania vyanzo vya takwimu za serikali zinaaminiwa zaidi kuliko vya watu binafsi? Nafikiri kwamba vyombo vya serikali vinaaminika zaidi kutokana na kwa watu binafsi, kwa sababu mara nyingi wanaamini kwamba serikali inatoa vitu ambavyo vinaweza vikawa ni vya ukweli, kwamba wamefuatilia labda vile vitu wakaviangalia, wakavitafiti vizuri, ndio maana wakatoa yale matokeo wanayotoa. Kwa mimi, kwa mtazamo wangu, naona vyanzo vya serikali vinaaminika zaidi kuliko vya watu binafsi, kwa sababu ukiangalia kwa upande wa watu binafsi, unaweza kufikiri mtu anaweza akatoa takwimu zake kutokana na yeye mwenyewe, akawa amejijaji yeye personal. Sasa kutokana na hiyo hapo, mimi naona vya serikali vinaaminika zaidi. Vyanzo vingi vya serikali wakati mwingine vinaaminika na visiaminika. Kwa sababu gani? Unajua, unaweza kwenye kutokuaminika za vyanzo vya kutokuaminika, wanaweza wakatoa data, labda kuna wanafunzi 500 wanatakiwa wapatiwe msaada, lakini wale wanaofanya zile tafiti wanaongezea na za kwao wanafunzi labda 200. Unaelewa? Kwa wanapeleka ile hoja serikali, kuna wanafunzi 700 wanatakiwa wasaidiwe, kumbe wanafunzi 500? 500. Kwa tayari hapo wakishaongezea ile 200 ni ya kwao. Kwa hiyo hapo unakuta wakati mwingine tafiti za serikali zinakuwa za kweli au si za kweli, kwa sababu mara nyingi watu wanaangalia maslahi yao. Dada, ulikataa? Nadhani ni tulivyozoea, kwa sababu hata kwenye vyombo vya habari vila ambavyo ni vya serikalini vikitoa taarifa labda habari kuhusu ajali, labda kuhusu vitu fulani, labda yani wanakuwa wanachimbua zaidi. Kwa hiyo hata mtu anapoangalia habari kidogo anakuwa kama anaamini yani vyombo vingine vile ambavyo ni vya binafsi. Lakini tukija vya serikali unakuta sengine wanakuwa wanaitetea zaidi serikali. Ndio maana hata kuna baadhi ya labda ufisadi unaweza kukuta kwenye vya serikali vinaweza kidogo vikaficha. Kwa vyovyote vile lazima itajilinda ili kutoa takwimu ambazo zitakuwa zinaonekana katika jamii kwamba labda ni tatizo ni dogo ambalo sio athari kubwa kwa wanajamii. Pia wananchi wamekuwa wakikataa tafiti za serikali. Kwa mfano, kuna serikali kila siku inasema kwamba uchumi umeongezeka, labda unafika asilimia labda 7.5, lakini ukienda kule kwa wananchi unakuta kwamba wako katika hali duni ya umaskini. Kwa mwananchi anaposikia kwamba serikali imesema uchumi wa taifa umepanda, lakini katika mfukoni mwake hana kitu chochote, kwa hata kuwa na uamini wa zile taarifa za serikali. Sisi wa Tanzania kuna wakati unaweza kuta mtu unapokea taarifa bila kupima chanzo chake kimetokana wapi, na mara mingi sana unakuta kwenye vijiwe labda kijiwe ya kahawa ama pahala panauzwa pweza, unakuta watu Ulishaenda Masai? Nimepita tu, sikuli pweza, lakini napita tu. Unakutana na watu wanaongea. Nakuta kule mambo yanaendelea. Mtu anafikisha taarifa pale, watu wanachukua hapo nao wanapeleka kule bila hata mpaka unauliza hii taarifa inatoka wapi. Alafu anaongea kwa uhakika, tena anaongea kwa confidence. Hiyo sasa confidence. Ndio sasa huwa wewe ukipokea taarifa ndio ndio unacheka, huwa unapima kwanza kabla ya kusambaza unaniliu kutupa na wewe kwa wenzako. Mitandao nayo inachangia upotoshaji wa jamii kwa takwimu. Kila mtu anajaribu, unajua kuna ile sijui niseme ni shamba ama niseme ni samani kwa kutumia hilo neno, lakini tuna ile nimepata message sijui basi nimepata ajali sijui watu wote wamekufa. Kwa hiyo ile ameipata anataka aisambaze ili labda aonekane yeye ni wa kwanza kutoa ile taarifa, wakati si sawa. Angalau angesubiri. Kuna vyombo vya habari siku hizi tunashukuru Mungu, kuna zile wanaita taarifa za papo kwa papo, wanazitoa kama ni kwenye radio kama ni kwenye TV, wanaitoa kwamba taarifa ile tukifikia hivi punde kuna ajali labda imetokea, basi fulani limepata ajali hivyo. Tupunguze ile kutumia mitandao
haswa hii WhatsApp, sijui Facebook, Instagram, tuipunguze kuitumia vibaya. Kuna umuhimu wa wananchi kujenga tabia ya kuwa na uhakika na takwimu na vyanzo vya taarifa wanazopata kutokana na takwimu. Kuna umuhimu mkubwa, na kwa hili natokea waelimishwe sana, kwa sababu watu wanatumia mitandao, ananunua simu siku hiyo anaanza kuitumia kwenye mitandao. Kwa hiyo natakiwa apate elimu jinsi ya kuitumia ile mitandao ya kijamii, ili pale anapopata taarifa moja kwa moja, kwanza aipime, angalie chanzo gani ambacho kimeitoa, na aweze kuitoa, kama inaweza kutoka katika watu wengine aweze kuisambaza, lakini mpaka proof kwamba taarifa ni ya ukweli au ya uongo. Wakishajua umuhimu wa zile takwimu zinazotolewa, naamini kwamba hawezi kutoa taarifa ambazo hawana uhakika nazo. Kwa mimi, kwa upande wangu naona kuna umuhimu mkubwa sana. Lakini pia tunaomba na wale wanaotoa hizo tafiti wawe na uhakika na kitu wanachokitoa, ili wananchi pia nao waamini vile vyanzo vyao wanavyovitoa na takwimu zao ziwe na uwiano mzuri. Kuna kitu ambayo inanikereketesha sana, ile mtu kuedit mambo. Takwimu inatoka, labda tuseme taasisi inatoa takwimu kwamba watu wanaumwa kipindupindu hapa labda Kinondoni ama Masenze ni watu 30. Alafu mtu anachukua pale na edit anaweka 50, akifikisha kwa ile mwingine naye anachukua naye na edit anasema 70, 80, mpaka inafika watu wanaumwa watu 100, kumbe ni watu 30. Ndio maana dada hapa akasema, kama mlivyomsikia, anasema umuhimu upo, lakini lazima wale watu wanaofanya utafiti wawe makini ili waepukane na kupotosha kwa sababu tafiti zinaweza zikajenga ama zikapotosha. Kwa hiyo lazima kuwe kuna umakini. Umuhimu upo, kila mtu amekubaliana kwamba umuhimu upo, lakini umakini ni kitu cha muhimu zaidi katika hizi tafiti. Lakini kumbuka mtazamaji, leo tulijadili kuhusu vyanzo vya takwimu zinazotokana na tafiti mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba ujiunge nasi kwa kujibu ndio au hapana kwa kutumia namba tulioandika hapo chini. Na swali lenyewe la leo tuliloliuliza ni, je, unaamini takwimu za kitafiti zinazotolewa na vyanzo vya serikali? Hilo ndo swali letu la leo. Tunaomba ujibu ndio au hapana, na namba iko hapo chini. Mtembelee ukurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Minibus Tanzania, mtoe hoja yenu hapo. Na kama unataka kujua kesho utakuwa wapi, utaona ramani yetu tunaweka hapo kama kawaida. Ni kweli kabisa. Basi turudi kwenye break, tukirudi tutaanza mada yetu ya pili kwa siku.